La mgambo likilia, ujue kuna jambo. Habari njema kwa jiji la Dar es Salaam na vitongoji vyake. Habari njema kwa mikoa yote ya Tanzania. Ile siku tuliyokuwa tunaisubiri kwa hamu kubwa sasa imekaribia. Ni ibada kubwa ya kuoshwa miguu pamoja na kukanyaga mafuta. Mtumishi wa Mungu Prophet Uswegi Mwaigaga anakualika katika ibada kubwa ya kihistoria, ibada ya kuoshwa miguu pamoja na kukanyaga mafuta. Njoo uoshwe miguu ili uandaliwe kuingia mwaka mwingine. Utakapooshwa miguu, kila nila zilizofungwa katika miguu yako zitavunjika. Biashara yako haiendelei, miguu yako imefungwa. Umefanya kazi kwa muda mrefu na haupandishi cheo, miguu yako imefungwa. Wachawi wamechota nyayo zako na haujui nini cha kufanya, kila unachofanya hakiendelei. Njoo uoshwe miguu yako. Umeparalyze miguu yote na haujui nini cha kufanya. Njoo uoshwe miguu yako. Je, wajua kuwa hatua zako zimefungwa na maadui zako? Njoo ufunguliwe. Ibada hii ya kuoshwa miguu itakuweka huru katika kila nila na vifungo vyote vilivyofungwa katika miguu yako. Yohana 13 mstari wa 3. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuwafuta kwa kile kitambaa. Ibada hii ya kuoshwa miguu itafanyika katika kanisa la KKK lililoko Kitunda Nyantila jijini Dar es Salaam. Kumbuka ni tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2020. Jinsi ya kufika: ukiwa Banana, panda gari za Kitunda Nyantila, kisha shuka stendi ya zamani kwa Marekani. Uliza kwa Nabii Uswege, utakuwa umefika. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0769334143. Wote mnakaribishwa. Karibu ndugu mtazamaji unayetutazama wakati huu na msikilizaji utakayesikiliza kwa sauti, na wewe utakayetazama kutuangalia kwenye kipindi hichi cha Machilio TV. Karibu sana. Awali ya yote tunamshukuru Mungu aliyetupa kibali kusimama tena mbele za uso wake. Nina habari njema ambayo leo nimekuletea itakayokwenda kusaidia kuendea mwaka mwingine ambao Mungu anatupa. Japo wakati huu ni mwaka tuko nao bado 2020, lakini nataka kukukaribisha kwa ajili ya ibada ambayo itakwenda kuwapo tarehe 8 mwezi wa 11. Kwa majira yote na miaka yote huwa tunakuwa na ibada kubwa namna hii ya kila mwaka kufikapo katika mwezi wa 11. Hii tunaita ni ibada ya kuosha miguu ya mvuko wa kuvuka kwenda mwaka mwingine, ili waende kuzikuta baraka zingine ambazo Mungu alikuandalia katika mwaka unaokuja. Kwa uhakika ya uwezo ukaweza ukashinda kuvuka kufika katika mlango mwingine pasipokuwepo nguvu itakayoweza kukuvusha. Lakini kubwa zaidi ambalo linaweza kumvusha mtu ni neno la Mungu linaloambatana na mwaka huo ambao unakwenda. Kubwa ambalo limenifanya ni kualike siku ya leo. Najua wako watu wengi wanaanza mwaka unakuwa mbaya kwao, wengine wanaanza mwaka na mikosi, wengine wanaanza mwaka kwa kuwa na maafa mengi, wengine na magonjwa, wengine wanaanza biashara zinaanza kufa, wengine wanaanza wanasumbuka na kulipa ada za watoto wao, inakuwa ngumu watoto kufukuza shule. Wengine wanaanza mwaka waelewi waanze na lipi kwa sababu yanavurugika wanapokuwa wanaingia kwenye mwaka. Kwa hiyo mwezi kama huu tunakualika, mwezi wa 11 ni mwanzo wa kuyaanzisha mapema milango ya mwaka utakaoanza kukabili wa mwaka 2021. Kwa hiyo katika milango ya huduma yetu ya kutafuta na kuokoa kilichopotea inapatikana Dar es Salaam hapa Kitunda Nyantila. Tunayo sababu ya kukualika kwamba kusiwe kuna kitu ambacho kitakuzuia mwaka wako utakapoanza ukaanza kupata mfadhaiko. Kwa hiyo kukualika kwangu, ninakualika ili uje mwenyewe ujionee miujiza ya Mungu na baraka za Mungu katika kuoshwa miguu. Kuoshwa miguu hii ni kielelezo tangu mwanzo, wala si neno la kwamba labda limekuja leo kwamba ndio limetoka katika hali ya kinabii ndio leo. Hapana, ni la mwanzo siku nyingi wakati Yesu akiwepo duniani. Na nitakupa vielelezo vichache vilivyo katika maandiko
ili upate kuelewa kwamba hii ina maana gani. Sababu maana halisi ni kuandaa wewe kuendea mwaka mwingine utakao kusaidia utakapoanza kuvuka, kusiwe kuna kikwazo cha kuzuia. Kwa sababu maandiko yanasema pale nyayo za miguu za mtu zitakapokanyaga, Mungu anampa kupamiliki. Lakini wakati mwingine unaweza ukavuka nyayo zako bado sijakuwa tayari. Tunaona Musa aliwavusha wana wa Israeli, walikanyaga kwa nyayo zake katika maji, akawaandaa. Maana ile miguu ilioshwa kwa maji ya bahari ya Shamu yaliyo na mchanganyiko wa maji na chumvi, ili watakapovuka jangwa kusiwe na uzito. Maandiko yanasema hata viatu vyao havikuchakaa wala miguu yao haikuvimba, na walipokuwa wanatembea hawakupata shida yoyote kwenye maisha yao mpaka walivuka katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo tunapokuwa na utayari wa kuosha miguu yetu, tunakuwa tayari tumesababisha miguu yetu iwe na mwanga. Maana maandiko yanasema neno lake Mungu ni taa ya miguu yetu. Kwa miguu haiwezi kuwa na nguvu kama hakuna neno lolote lililokwenda chini ya miguu. Kwa ndugu mtazamaji wangu, ninapokualika, manake nakutamani sana uondoke katika vifungo vile ambavyo vinaweza kukusumbua ama kukuzuilia. Ukawa unahangaika pengine kwamba ni nini. Wengine wanahangaika hata miguu yao inakuwa ina uvimbe, wengine inavimba yenye bila sababu, wengine ganzi za miguu yao, wengine imepooza kabisa, imekosa nguvu. Lakini mwezi wa 11 hautaondoka kama vile umekuja nayo. Tuondoke ukiwa hali uko hai na salama, na miguu yako itakuwa na nguvu, na utafanikiwa kufikia zile malengo ya baraka zako. Sababu Mungu ameweka wazi juu ya baraka za miguu. Miguu ina nguvu sana. Maana pasipo miguu huwezi kufika kule unataka kufika, na pasipo miguu huwezi kuyafikia yale malengo uliyoweka. Kwa sababu miguu ina nguvu ya kumpeleka mtu pale mahali anataka kuwa. Huwezi kufika sehemu kasema nakwenda kwa ofisi kama miguu hamna. Kwa miguu ina sababu kubwa sana, ndio maana lazima tuoshe miguu. Kitabu cha Injili ya Yohana inaelezea habari ya kuoshwa hii miguu kwa ajili ya kusaidia tu kwamba upate kuelewa kwamba haya mambo yakoje. Maana mwingine anasema hii watakuwa manabii au sijui nini, watu wanaongea vitu vingi katika hali ya kuwachanganya watu ili wasiweze kuwa na kufunguliwa vifungo vyao. Kwa sababu watu wengi walewa hawataki kufunguliwa watu vifungo vyao kwa sababu wanahisi kuna kudanganya. Lakini hili jambo sio la kudanganywa, ni jambo kubwa ambalo Mungu aliliamuru tangu mwanzo kwa ajili ya kuwafanya watu wake waweze kuondolewa katika vitu ambavyo vimekuwa mateso kwa miaka yao yote. Kwa leo jipo jambo ambalo litakuwa jipya juu yako. Ukiangalia kitabu hichi cha Injili ya Yohana, hii sura ya 13, tukianza na mstari ule wa 3 tutakwenda mpaka mstari ule wa 16. Anasema Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Ineno tu kwamba Yesu hali kijua amepewa vyote mikononi. Kwa tunaona alipokuwa na watawaza miguu na kuwaosha, kuna vitu vyote alikuwa anaviachilia kwenye miguu ya mtu, ili atakapooshwa huyu mtu asipungukiwe na yeye na vyote. Kwa sababu ukipewa vyote maana yake hakuna utakachokuwa unakihitaji. Kwa hiyo tunaona hapa kuna maandalizi. Anasema hali akijua amepewa vyote na Mungu. Anasema akaondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni. Hata hapa na sisi siku hiyo tunapika chakula cha kutosha. Wanakula watu baada ya ibada, wanakula watu wanaondoka nyumbani mwao wameshiba kabisa. Kwa tunakuwa na ibada, wanakula na chakula, wanaoshwa na miguu, wanakanyaga na mafuta, ili kwa ajili watakapokanyaga kama kulikuwa na nira zipo zivunjike. Maana mafuta yanasema katika kitabu cha Isaya ile sura ya 10:27 anasema itakuwa wakati huo mzigo wa mtu utaondoka mabegani mwake na nira itavunjika kwa sababu ya kutiwa mafuta.
Kwa hiyo hapa tutakwenda katika hiyo hali, tutakwenda na katika hali nyingine, lakini zaidi malengo makubwa ni kuoshwa mguu na kuandaa, ili vyote tulivyopewa na Mungu viishi kwa maisha ya mtu kikamilifu, pasiweko na mguu wake kujikwaa kutokufikia mema aliyowekewa mbele. Kwa tunapoosha miguu ni kumfanya mtu yakayafikie yale ambayo anatakiwa kuwa nayo, kwa sababu pia itampa kuipenda injili ya Kristo na kuyaishi maisha matakatifu. Maandiko yanasema, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichokifunga. Hivyo yuaja kwa Simioni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akawajibu akamwambia, nifanyayo wewe hujui sasa, lakini utafahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza huna shirika nami. Simioni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila kutawaza miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawaza miguu, imewapasa vivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtatenda vivyo. Amini amini nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa. Haleluya. Kwa hiyo cha kwanza tunaona kutawazwa ni kuwekwa kwenye shirika pamoja na Kristo, yaani kuzimiliki baraka zile ambazo amepewa zote na Mungu. Asema hali akijua amepewa baraka zote na Mungu. Na kutawazwa ni agizo, na imeandikwa mnapaswa kutawazana ninyi kwa nini? Yaani kuoshwa ile miguu kwa lugha nyingine. Kwa hiyo mtu anapooshwa tunaona kuna ukamilifu fulani unaanza kuonekana. Kwanza kunakuwa na nguvu na nyingi. Inaondoa vitu ulivyowahi kuvikanyaga siku nyingi kwenye maisha yako. Inaondoa vitu ambavyo walikupandia kwenye miguu yako. Inaondoa vigugumizi ambavyo vinakufanya unasita unafiki mahali unataka kufika. Inaondoa vitu vinavyozuia malengo. Masamu malengo yanategemeana na mwendo wa miguu ya mtu anapaswa kutakiwa kufika. Sasa ninaongea na watu wote, naongea na watoto, naongea na watu wazima. Kuna wengine wanasuasua kwenye elimu, hawaelewi. Umempeleka mtoto darasani anakuwa wasifuri kila siku. Kwa sababu kilichompeleka darasani ni miguu wala sio kichwa. Ndio amefika pale anaanza kusikiliza yale kichwa ninataka kubeba. Inashindikana kwa sababu miguu imefungwa. Kwani ni ngumu huyo mtoto kuelewa hicho anachoambiwa. Na mtu akitaka kumloga mtu si wanachukua nyayo za miguu. Kwani wanamchukua kichwa, wanachukua nyayo za miguu. Wanasema huyu tunamrudisha nyuma. Kwa hiyo wanarudisha nyuma hatua za mtu. Na ndio maana katika Zaburi nasema ukutanika kujificha uziotea hatua zangu. Kwa hiyo wanajua wakikotea hatua zako wanakupata kikamilifu. Ipo kwenye Zaburi imeandikwa. Ukutanika ujificha uziotea hatua zangu. Yaani wanachukua hatua zile unakanyaga miguu, wananyofoa nyayo za miguu zako. Alafu wakikipata wanaharibu mwelekeo wa maisha yako. Viko vitu vingi, unakuta mtu alikuwa na akili ya maarifa ya kufanya maendeleo, lakini ghafla maendeleo yake yamerudi nyuma. Haelewi ni nini kimerudisha. Wala sio akili.
Akili yenyewe inategemea mielekeo ya miguu inakopelekwa, na ndipo mtu yule miguu yake kiwa na nguvu kuyafanya yale yaliyompasa kuyafanya kupitia na akili pia. Sasa akifungwa miguu, hata akili iwe na nguvu kiasi gani, mtu huyo hawezi kufanikiwa. Anaanza kuona alikuwa na uchumi unapanda, una drop, unaanza kushuka. Alikuwa na maelewano kwa nyumba, anakuta maelewano yameondoka. Na yenyewe maelewano, mtu akifungwa miguu, maelewano yanapotea na yenyewe. Kwa sababu kilichomkutanisha mtu na huyo mwanamke ni miguu. Alimfikia kikaribu mwanaume pia ni miguu. Kwa hiyo akili inakuwa ya ziada baada ya kufika mahali. Sasa kama amefungwa lakini hawezi, manake hatua zake zimefunga katika ulimwengu wa roho wa imani. Kumbuka kuna ulimwengu wa roho wa imani wa wanadamu, alafu kuna ulimwengu wa roho wa imani wa roho. Kwa katika system hii, mara nyingi vitu hivi ambavyo mtu anafungwaga, mara nyingi havipo katika ulimwengu wa roho wa imani ya roho. Upo katika ulimwengu wa roho wa imani ya wanadamu. Kwa vitu vyote hivi vinavyoharibika mara nyingi havipo mbali, viko hapa hapa duniani. Havijaenda huko katika ulimwengu mwingine wa roho ambao sio duniani. Kwa ni mimi naongelea katika ulimwengu wa roho. Huo ulimwengu wa roho wa duniani na ulimwengu wa roho pia wa roho wa imani. Kwa hiyo kuna vitu vinavyovutana na mwelekeo wa mtu. Anakosa kuwa na nguvu ya kufanya kile alitakiwa kukifanya. Sasa kwenye ibada yetu hii, Mungu amenipa kuyashughulikia. Na ni ufunuo alinipa. Na ndio maana alimwambia Petro, kubali hivi sasa kwa sababu uyajui haya nayatenda leo. Kwa sababu gani? Yesu alijua hali yote aliyopewa na Mungu. Na ndio maana akaamua kuandaa wanafunzi wasishindwe na jambo, wasije wakarudi nyuma atakapokuwa ameondoka. Wasije wakarudishwa nyuma kwa kukosa chakula. Wasije wakarudishwa nyuma kwa kukosa fedha au mavazi. Yesu hali akijua yote, akaamua kuandaa na kuwatawaza miguu ili wasipunguki. Na ndio maana kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha mitume hawakupungukiwa na jambo lolote. Na kuweko mtu yoyote alikuwa na uhitaji. Kwa hiyo ninakualika wewe ndugu na isumbuka na mambo, popote utakapoangalia na kusikia ibada hii na ioleta kwako, popote ulipo, upo ndani ya Tanzania, uko ndani ya mikoa ya Tanzania, uko nje ya Tanzania, popote ulipo, utakapofikiwa na jambo hili, pengine uko mbali unasema itakuwaje? Siku hiyo walio kule mbali kabisa wanaotutazama, ukipata hii video itakuwepo siku yako maalum, utapiga simu, nitakwambia vitu gani uandae ukiwa huko, alafu nitakuhudumia. Utaangalia simu ambayo iko hapo kwenye screen, utapiga simu moja kwa moja. Uliye mbali ya nje ya nchi au uko mbali katika mikoa, utapata maelekezo kupitia kwa mtandao huo. Utapiga simu, alafu nitakupa maelekezo, na itakuwa siku maalum pia ambayo mtapata maelekezo maalum namna gani uweze kutoka katika hilo jambo, kwa sababu mambo haya ni magumu kutoka, kwa sababu vifungo hivi kwa kuvitazama ni kama vyepesi, lakini vizito na vigumu, na ndivyo vinavyomtesa mwanadamu. Mwanadamu mara nyingi yupo katika hatua hiyo ya kuteseka kwa sababu ya hayo. Lakini leo nakualika, kwa sababu neema ni neema ya bure, wala haina kiingilio cha kusema utakwenda kutafuta fedha labda ndio uweze kufika katika hiyo hatua. Hapana. Hii neema ni bure kama alivyosema Bwana Yesu. Umepata bure, toeni bure. Kwa hiyo ninawaalika bure kabisa mbele za Mungu aliye hai. Na kualika pia bure kabisa kwa ajili ya kufunguliwa kwako. Na kualika bure kabisa kwa ajili ya mwanao na kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya watu wengine wamepooza, wamelala, wako vitandani kwa sababu walifungwa miguu. Kumbuka paralyze inaanzia mtu anapoanguka. Anapoanguka maana yake ametegwa miguu. Kwa hiyo uwai mapema kabla mabaya hajakukuta, kama vile ambavyo wanasema nasikia ganzi miguu, maana kuna dalili zozote za kupoza zinakukaribia.
Wahi mapema kabla jambo lako hilo halijakuwa kubwa, na Mungu yuko mzuri, anaweza kukufungua kabisa. Tuna shuhuda nyingi ya mambo kama haya, na haijaanza leo ibada hii ya kuoshwa miguu. Ibada tangu huduma imeanza 2016 mpaka leo inafanya ibada kila mwezi wa 11. Lakini nashukuru Mungu leo tumeweza kuwafikia kwa njia ya vyombo hivi vya habari. Miaka hiyo wala sikuwa na kutangaza kuwaambia habari kama hizo. Nilikuwa nafanya tu hivyo hivyo, kwa sababu sikuwa na muda wangu wa kufanya hii habari. Si kwamba nilipungukiwa, kwamba naweza kupungukiwa kuwapelekea habari, lakini ilikuwa wakati ule kuwapelekea habari ulikuwa hujafika. Lakini wakati huu habari imeweza kuwa na kibali cha kuweza kuwaletea habari kama hii. Kwa hiyo pia namshukuru Mungu kwamba mnafikiwa na habari kokote mliko. Ndio maana leo nasimama na waalika. Na waalika watu wa rika zote, na waalika watu wa jinsia zote, na waalika watu wa dini zote, na waalika watu wote wa makabila yote, na watu wale ambao waendai kanisani. Ni wakati wako wa kufunguliwa. Usikubali kukaa na mikosi inayokukandamiza. Usikubali kukaa na vitu vinavyonyonya maendeleo yako hayaendi mbele. Usikubali kukaa na vitu usivyovijua vinavyokunyima kibali kwenye fursa ambazo unatamani kuwa nazo. Ni fursa yako, unakaribishwa na kualikwa. Utakwenda kukutana na mkono wa Mungu. Mengi siwezi kuelezea, ila siku ukifika ndio utakutana na kitu ambacho huwahi kukisikia. Lakini Mungu wa mbinguni atatenda, atakufungua vifungo vyako vyote. Kwa hiyo ninakualika sana mpendwa mtazamaji, kokote uliko unayetazama video hii, na wewe unayesikia kwa njia ya sauti kwamba nimefanikiwa kusikia, ninakualika. Tuko Nyantira, Dar es Salaam hapa Kitunda. Bila shaka maelezo mengi utayaona kwenye hiyo screen yakipita, na namba za simu. Kwa wale pengine watakuwa wameshindwa kuelewa, utapiga hizo simu, watakupa maelekezo tunapatikana wapi. Lakini maelezo yatapita hapo, utayaona yanayokuelezea namna tunapopatikana. Zaidi yote nimekuja kwa ajili ya kukualika, kwa sababu najua mambo yako mengi katika ulimwengu na dunia hii. Tunatembea, watu wengi vinawakumba vingi, lakini hawajui wafanye nini kwa wakati kama kwamba je, hivi vitu ni nini? Kwa sababu anaona mwanzo alikuwa anaenda vizuri, maisha yake yanaenda vizuri, ghafla katikati yameharibika. Hakujua alipita ni njia ipi waliweza kumuotea, au siku ile ameanza kufanikia hakujua ni nani walimchukia. Kwa sababu ulimwengu wale tumechanganyikana. Kuna watu wema na kuna watu wabaya, na watu wabaya kazi yao ni kudili kuharibu vitu vya watu wema, kwa sababu wenyewe ni watu wa mawakala wa mashetani. Kwa hiyo mimi nasema yale ambayo shetani amekufunga kwa Mungu yanawezekana kufunguliwa, na yale adui yako anakutesa kwa Mungu anawezekana kutoa mateso, na anaweza kukufungua kabisa ukawa huru. Na waalika watu wa dini wote, na waalika viongozi wote, na waalika wachungaji wote. Ninapowaalika namaanisha na wachungaji ndio wamefungua makanisa. Jamani, kanisa yako na miaka karibu 20 aliendi, lina watu 20-30 miaka kwa miaka, alikuya mna maendeleo. Mchungaji unaishi mpaka unatamani kwamba siji Mungu hajakuita. Nakwambia kuna vifungo kwenye miguu yako. Unakwenda unafanya kazi ngumu kubwa, matokeo madogo. Na kualika na wewe njoo osho miguu umuone Bwana. Na kuosha miguu kama nilivyosoma hicho kitabu, so ujinga na wala si utumwa, na wala si kwamba utumishi wako utaondoka. No, ndio utapandishwa utumishi wako utapanda juu. Mimi nabii Uswege Maigaga nilipewa ufunuo huu wa kufanya kazi kama hii, ya kuosha miguu ya watu kila mwezi wa 11 kwa mwaka, mara moja. Atufanye mara nyingi, ni mara hii moja unaosha miguu, na mafuta yako lazima, maguu yako lazima yapite kwenye mafuta, ili kama nira zilibakia zitavunjika hapo, na utaondoka ukiwa na nguvu nyingi mpaka mwaka mwingine. Kwa sababu mafuta haya yako kama yana guarantee, na maji haya kama yako na guarantee. Manake wakati wote utakapopita kwenye maji hayo na kupita kwa mafuta hayo, hakuna kitu kitakusumbua njiani wakati huo cha kufunga hiyo miguu. Labda vitu vingine ambavyo vitakuja kushambulia, labda vitu vingine kama utakuja kuja kaa sawa, kwa sababu vitu vyenyewe pia vinapata nafasi kama mtu hajakaa sawa vizuri mbele za Mungu wake. Kwa hiyo ninakualika wewe mchungaji, mtume, nabii, pengine umekuwa nabii lakini hujui mwelekeo wako utafanyaje. Kuna manabii wapo ndio, lakini hawajui wafanye nini. Wameanza vizuri lakini mwanzo unaanza kuharibika. Kwa sababu ya vitu viko tayari kwenye miguu vinamvuta nyuma. Anaanza kuvutwa na vitu asivyovielewa. Anaanza kuvutwa kuingia kwenye tamaa.
anaanza kuvutwa, ajui sasa anafanya nini. Mwisho anaanza kutafuta afanye nini, mwisho wa siku anatafuta, anaingia kwenye mlango ambao hakutarajia. Mimi nasema Bwana yupo kwa ajili ya kukusaidia. Bwana yupo kwa ajili ya kukuokoa. Bwana yupo kwa ajili ya kuvunja nira. Bwana yupo kwa ajili ya kukutoa kwenye makusudio mabaya na kuleta katika makusudio mema. Nawaalika wote watumishi, wachungaji, nawaalika walimu, nawaalika watu wa kila namna, mpaka mashehe nawaalika, na mapadri nawaalika, maaskofu nawaalika, mpaka mapaloko nawaalika, na nyinyi wote pia nawaalika kwa neema ya Mungu muoswe miguu yenu muweze kufanya kazi ya Mungu vizuri. Amefanya kazi kwa muda mrefu, cheo chake akipandi. Umefungwa miguu, manake uwezi kupanda juu. Kuna mwingine anafanya biashara hazipandi. Umefungwa miguu, biashara hazipandi. Njoo uoshwe. Yesu amepewa vyote mikononi mwake. Hali amejua amepewa vyote. Akaosha miguu watu wake. Mitume wakawa watu wenye nguvu sana na kuwa na manufaa katika maisha yao ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ninapokualika nina sababu ipo, na siku hiyo Mungu atakufanyia jambo kubwa ambalo hujawahi kuliona. Kwa hiyo ninakusihi sana kwa jina la Yesu, njoo wala usipuuzie. Ninapokualika naalika kwa sababu najua neema ipo ya kukutosha. Asante sana ndugu mtazamaji wangu. Ninashukuru kokote uliko, Mungu akuwezeshe. Tarehe 28 ya mwezi wa tarehe 8 ya mwezi wa 11 itakuwa ni tarehe tunafanya, na tunafanya ni mara moja, wala sio siku nyingi. One day, siku hii moja ambayo itakuwa Sunday, Jumapili ya tarehe 8 ya mwezi wa 11 2020 ni tarehe ya kuosha miguu ya watu wote popote walipo, watakuwa wamepata mwaliko, wamesikia, wamekuja. Tunawaalika sana watu wote kutoka mikoani, ndio maana tumeongea mapema na nyinyi, mtakuwa tayari mnajiandaa. Utakuwepo hapa asubuhi mapema, tutafanya hiyo ibada, tuosha miguu. Baada ya kuosha miguu, utaingia, utakula na chakula chako, utaondoka nyumbani una furaha ya kutosha. Umeanza mwaka mpya kwa uzuri, na utakapoingia mwaka mpya utaiona mazuri ya Mungu. Barikiwe sana mtazamaji wangu, na Mungu akubariki, na neema ya Mungu iwe juu yako. Amen.